umezungumzia swala ya uchumi wako binafsi. Of course. Sema kwamba bado uchumi wako ni wa kawaida sana. Uko naona ukilinganisha labda na watu wengine. Uko naona labda unafikiri kuna watu wanafikira kwamba mgombea wa nafasi ya uongozi pengine anapaswa kuwa na misuli imara ya kiuchumi, na wako ambao wanaamini kwamba mgombea ambaye atakuwa hana misuli imara ya kiuchumi atakapopata nafasi mara nyingi anaweza akafika kule alafu akaanza kujitazama yeye zaidi kujimarisha kiuchumi. Unafikiri hiyo inaweza kuwa sababu ya wewe kutokupata kura za kutosha? Mimi naona hiyo sio sababu. Kwamba kinachotakiwa upate kiongozi mwadilifu, sio uchumi. Kwamba unaweza kupata kiongozi mwenye uchumi mzuri kwa maana akawa ni tajiri, lakini bado akawa hajatosheka, akahitaji kwenda kujilimbikizia mali. Kwamba ni tajiri lakini ule uadilifu tena akawa ameenda Ikulu pale, kwa sababu pale Ikulu wewe ni mtu wa kutoa maamuzi. Kwa anaweza akaendelea kutoa maamuzi ya kujineemesha yeye na familia yake na jamaa wanaomzunguka. Ila kikubwa kinachotakiwa ni uadilifu. Kwa mimi umaskini wangu mimi sifikirii kwa Watanzania ndio ikawa ni sababu ya kuninyima kula. Hapana, hiyo mimi sijafikiria. Ninaamini Watanzania wanahitaji kiongozi mwadilifu, sio kiongozi tajiri. Kwa mimi mwenyewe binafsi kama Watanzania ungeniamini tarehe 29 na kunipigia kura za kutosha, ninaamini kwa sababu najiamini mimi binafsi, uadilifu ulio kwenye dhamira na sakafu ya moyo wangu, mimi ni mwadilifu. Kwa ninaamini ningeenda kukaa Ikulu nikiwa na huo uadilifu na ningeenda kuyatekeleza yale ambayo nimewaahidi wa Tanzania. Mimi ambacho kingekuwa cha muhimu kwangu ni ule mshahara na marupurupu ambayo ni stahiki ya rais ambaye yuko kwenye madaraka. Basi sio kujilimbikizia kwa maana ya kuchota fedha za serikali na kwenda kujineemesha kwenye familia yangu na jamaa wanaonizunguka. Tuambie moment ya tarehe 29 kwako ilikuwaje? Kutoka nyumbani kwenda kupiga kura, kurudi nyumbani, kufuatilia mchakato mzima wa matokeo mpaka siku ya mwisho. Kwanza mimi tarehe 29 nilipanga kupiga kura majira saa 5 kwenye kituo fulani kipo hapo shule ya msingi Miogoni Sinza, karibu na Mawela Bar. Ndio ilikuwa eneo langu la kupiga kura pale. Na mishale ya saa 5 nikasogea. Kabla ya kwenda kituoni nikaanza kufanya mawasiliano na viongozi wangu wa mikoa, kuulizia hali ya huko na jinsi gani watu wamejitokeza na hali ikoje. Kwa mpaka kufikia kwenye saa 4:30 nikapata taarifa mikoa mingi kwamba hali ni shwari na watu wanajitokeza kwenda kupiga kura. Na mimi ndipo muda ulipofika nikaenda kituoni cha kupiga kura ambacho kilikuwa ni Sinza, maeneo ya Sinza shule ya msingi Miogoni karibu na Mawela Bar. Nikafika pale nikatimiza wajibu wangu wa kupiga kura. Baada ya kumaliza pale nikaongea na waandishi wa habari. Nimetoka pale sana rejea nyumbani, nakaa karibu na shule ya msingi Mgabe. Kamanyola, kuna kitu Kamanyola pembeni hapa. Napokaa naingia ndani kidogo. Nilipokuwa narudi kutoka kupiga kura, ndio nikakuta mbele yangu eneo la Lego kuna pikipiki zinakimbia kabla sijawafikia, lakini nilikuwa naingia upande wa kushoto. Wanakimbia, kumbe ni waandamanaji sasa. Wanatokea Shekilango wanakuja upande wa Sinza Kijiweni kwa Sinza. Kwa hiyo nikawa nimeingia nyumbani moja kwa moja, nikawa nimeenda kutulia. Ndio pale sasa nikakuta labsha imeanza. Sasa kilichonishangaza kama ni maandamano. Maandamano sio hii maandamano type ile, sio hiyo na mimi. Sababu nimekuwa kwenye siasa toka mwaka 1995. Mimi nimejiunga na vuguvugu la siasa nchini Tanzania nikiwa na umri wa miaka 17. Mwaka 95 nimekuwa chama cha NCCR Mageuzi na baadaye nikaja chama cha Tanzania Labour Party. Nimeshiriki maandamano mengi na wakati huo nimeshuhudia maandamano mengine ambayo sikuyashiriki. Sijaona maandamano namna ile. Kwanza picha linaanza tu ni moja kwa moja watu wanatoka barabarani na moja kwa moja kwenda kuchoma magari, wanatoka barabarani na kwenda kuvunja maduka na kuiba. Kwa sasa mimi binafsi mpaka leo yale mimi sieti maandamano. Sieti maandamano. Na hapa jina gani? Yale mimi nasema zilikuwa ni vurugu na wizi. Ilikuwa ni vurugu
na uwizi, sio maandamano. Kwa sababu maandamano, kwanza, jambo la kwanza, maandamano lazima yawe na ajenda. Alafu ninapojua maandamano huwa tunaomba kibali polisi, kwamba taasisi fulani naomba kuandamana tarehe fulani na njia zile za kupita. Huwa tunaainisha tutapita barabara fulani mpaka barabara hii mpaka eneo fulani atapokewa na fulani. Ndio maandamano. Na mabango, tunakuwa na bango. Sasa ile mimi siku ile niliona, sijaona bango, ila nicho kishuhudia kwamba vituo vya mwendo kasi vinapigwa moto, magari yanachoma moto, vituo vya polisi vinachoma moto. Ndicho nilichoshuhudia. Maduka yanavunjwa, sio yanavunjwa, wanaiba. Sasa hii sijawahi ona Tanzania kitu cha namna hii. Ni mara ya kwanza. Kwa sababu hata kuandamana sio hivyo, watu tuandamani hivyo. Tunaandamana, tunakuwa tuna ajenda na mabango, basi tunasikilizwa, tunaelekezwa njia za kupita hivyo. Lakini hizi zilikuwa ni vurugu ambazo zimepangwa na walikuwa tayari wameshajipanga. Kwa sababu muda huo haiwezekani hujafukuzwa na polisi barabarani kabla mnafanya kitu kinyume na sheria, lakini wakati wao mmeingia barabarani na kuanza vurumai za kwanza kuchoma moto sheri, magari ya binafsi na serikali, miundombinu ya serikali, miundombinu ya watu binafsi, magari ya watu binafsi. Kwa kweli hicho sijawahi kishuhudia Tanzania toka nimeingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 1995. The Bantu.